Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Nianze kwanza kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutuwezesha kuwa hapa leo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa sana katika jimbo la Arumeru Magharibi wa bilioni 69.9 katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, maji, elimu, miundombinu, nishati na mengineo mengi. Lakini pia niendelee kumshukuru zaidi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kuwa bingwa wa Umoja wa Afrika wa afya ya mama na mtoto. Nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kukuteua wewe kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao mpaka sasa hivi umeshakuwa kimbilio la Watanzania. Umati huu mkubwa wa watu unaowaona ni ishara tosha kwamba wanakufuatilia, kwa sababu umekuwa ukigusa maisha ya watu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umenipa nisalimie watu katika hospitali ya Oldhurman. Nisingependa kurudia kwa sababu huu ni mkutano wako. Kwa sababu hawa ni watu wengi walioko hapa, naomba uniruhusu uridhie niseme tu kidogo kukuhusu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nilikuwa nimesema ndugu zanguni, tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2025, Mheshimiwa Waziri Mkuu alitembelea mkoa wa Arusha. Nilisimama nikamwomba atusaidie changamoto ya maji, na mkijua kabisa kwamba tuna mradi mkubwa wa maji wa bilioni 520 ambao uko katika kata ya Kimnya. Viongozi waandamizi wa nchi hiyo walisema mradi huu utakapokuwa tayari, kata za jirani zipate maji hayo. Maji yale tukawa tupate, anaenda jiji la Arusha. Nikamwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu kama itampendeza aridhie kata ambazo ziko karibu na mradi huo wapate maji. Ndugu zanguni wa jimbo la Arumeru Magharibi, Dr. Nchemba Lameck alitoa bilioni 2.7 ninavyoongea sasa hivi. Pigeni makofi. Muda mfupi amesikiliza kilio cha wananchi wa Arumeru Magharibi, akatoa bilioni 2.7. Ndugu zangu wa Arumeru Magharibi, hizo sasa hivi ninavyoongea mabomba yanatengenezwa. Tarehe 15 mwezi wa 3 na kuja kukabidhi mabomba tayari maji kwenda kwenye kata ya Kimnya, Sambasha, Tarakwa, Oloiria na Kirali. Pigeni makofi. Haya ndio huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan anayejali watu wake, anawekeza kwa watu. Ndio sababu amemteua Dr. Mwigulu kuwa waziri wetu mkuu, na tumeshaona matunda yake. Hata mimi Dr. Mwigulu, waziri wangu mkuu, nilikuwa ambaye nikasema lazima nije nikuone. Umekuwa mwema sana na unajali watu. Nakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo sipendi kukuomba, lakini niseme kitu kimoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna mradi mkubwa wa maji wa Oldonyo Sambu wa bilioni 6. Nishukuru sana serikali yako, imelipa bilioni 3. Imebaki bilioni 3. Wale wananchi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanateseka kwa sababu ya kunywa maji yenye fluoride kwa miaka mingi. Kwa kata ya Oldonyo Sambu na kata ya Oldonyo Ugasi. Nilikuwa nakuomba Mheshimiwa Waziri wangu, kwa usikivu ulionao na huruma kwa watu wako, nikuombe kama utaridhia zile bilioni 3 iliyobaki zitolewe sasa, ili mkandarasi akaanze kufanya kazi ambayo imesimama, na wale wananchi waende kuondokana na maji ya fluoride ambayo ina madhara katika afya zao. Kuna mradi mwingine wa Ulmulo bilioni 4.6. Serikali yako Mheshimiwa Waziri Mkuu imelipa hela zote, imebaki milioni 700. Sasa nakuomba kama utalipia milioni 700, Ulmulo wapate hizo hela ili wananchi wa Oljoro, Laroi na waende kupata maji. Nimemaliza kwa hapo. Naomba niende kwenye barabara kidogo. Changamoto kubwa ya jimbo la Arumeru Magharibi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni barabara. Naomba nikueleze, sitakuchosha, kwa sababu barabara Malalua Nduruma Bwawani, barabara ya Mbauda Oljoro Losunyai, barabara ya Mwandet na Kilimamoto, barabara inayotoka Loningo kuja Seliani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, walikuja viongozi, mawaziri wako walikuja, mawaziri wako. Mheshimiwa, naomba tu
Nilisamia kidogo nimweleze waziri mkuu, watendaji wake wazuri sana wa mawaziri walikuja, nimewaeleza wakasema wanaenda kutekeleza, akiwepo waziri na muona naibu waziri Katekenya hapa, kuna waziri Ulega wametutembelea wakasema wataenda kufanyia kazi. Naomba nisikusumbue, naomba tu niseme AFCON inakuja, mheshimiwa waziri mkuu. AFCON inapokuja unanafuu katika jimbo la Rumeru Magharibi, watu watatutembelea katika mazingira mbalimbali. Nilikuwa na kuomba tena mheshimiwa waziri mkuu, kuna barabara ya kilomita 5 kutoka Sambasha Olmotonyi kuja hapa Ngaramtoni. Barabara hiyo mheshimiwa waziri mkuu, wakati wa AFCON itasaidia watu kwenda kutembelea Mlima Meru ambao kuna wanyama adimu sana duniani wanaitwa mbega. Kwa hiyo watafaidi hiyo. Lakini pia faida kubwa hiyo barabara ni kwamba mitaro itafanyiwa usanifu. Kwa hiyo mafuriko yale yote yanayotokea huku chini yataenda kumalizika. Lakini pia kuna barabara kilomita 1 tu mheshimiwa waziri mkuu, inayotoka Sekei kwenda Olgilai. Kuna Nakuru Waterfalls, umekaa unafahamu, ni kivutio kikubwa sana. Mheshimiwa waziri mkuu, naomba hiyo barabara ikiwezekana upate lami. Lakini nikuombe waziri mkuu, kuna ile shule nilisoma inaitwa Elboru, imetoa viongozi wengi, na mimi nikatolewa nikaonekana nikaa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi. Hiyo ni Elboru. Kuna kasehemu kadogo mheshimiwa waziri mkuu ya nusu kilomita ya kufika lami kwenda kwenye ile sekondari. Wameniomba nikwambie, maana yake nilienda kuwasalimia. Mwisho kabisa mheshimiwa waziri mkuu, kwa upande wa barabara, ili tuweze kupitia, kuna vifuko zaidi ya 135. Nimeshaeleza waheshimiwa kama nilivyokuambia mawaziri. Lakini nilikuwa na kuomba kama utaridhia mheshimiwa waziri mkuu, tuongeze kidogo kama serikali itakubali, na najua ni serikali sikivu, bajeti ya dharura itoke bilioni 2.3 ifika hata bilioni 6 ili kuhakikisha kwamba barabara zinapitika kwa nyakati zote. Mwisho mheshimiwa waziri mkuu, kutokana na AFCON mheshimiwa waziri mkuu, kuna hili soko la Ngaramtoni, naomba sasa likatengenezwe liwe soko la kisasa, ili wale wananchi wanapokuja waje wafanye shopping huku, wananchi wetu waweze kufaidi. Mheshimiwa waziri mkuu, nakushukuru sana kwa kufika kwetu, na nakushukuru tena kurudia kwa usikivu wako. Nikwambie karibu sana jimbo la Rumeru Magharibi. Watu hawa wanakupenda sana na wako tayari kukusikiliza, na Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na Mungu ibariki jimbo la Rumeru Magharibi. Nakushukuru sana mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa mbunge oye! Mheshimiwa mbunge anasema semi.